Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Naam, bana, mambo vipi Tanzania? Pote pale ulipo, ukiwa ni muda mzuri sana tunakutana hapa kwa ajili ya kujadili masuala ya kimichezo, na tunazo taarifa nyingi sana mchanganyiko za kimichezo ambazo zimetufikia kwa siku hii hapa ya leo. Na kwanza kabisa fanya kusubscribe hapo. Ukisha subscribe gusa alama ya kengele, kisha utakuwa ukipata notification ya taarifa zetu tofauti ambazo huwa tunakusogezea hapo ulipo. Kazi yetu ni moja tu, yani kazi yangu mimi mzee wa Friji Bovu ni moja tu, kuletea wewe taarifa ambazo unapaswa kuzifahamu kinaga ubaga, taarifa ambazo huwa nazichakata na kunyoosha kweli kwa upande wako ili uweze kupata ufahamu mkubwa kabisa wa kimichezo. Bana, moja kwa moja tukaangalia taarifa hii. Kwanza ni kuhusiana na Simba. Ile taarifa niliyoitoa mapema leo kuhusiana na Simba sasa kukosa ndege ya serikali, na hii taarifa ikitolewa na mdau mkubwa, na huyu akiwa ni mwekezaji kwa maana mfadhili wa zamani wa Simba mzee Azim Dewji, kwamba walifanya kila iwezekanalo na wamekosa ndege kutokana na namna ambavyo safari za ndege kwa sasa zipo na zimeongezeka kuelekea Kongo na zingine zikiwa ni Egypt. Kwa hiyo mambo yamekuwa tofauti na wamekosa ndege. Sasa mara baada ya kukosa ndege, na ilikuwa kwenye ndege hiyo mashabiki zaidi ya 100 wangesafiri free kabisa. Mashabiki wa Simba wangeenda kushangilia kweli huko free kwa ndege, kwa sababu fahamu hali ya uchumi kwa Watanzania wengi ni ngumu kidogo kwa safari, kwa sababu ukiangalia dola 500, dola 700 sio hela ndogo, hasa katika uchumi wa baadhi ya Watanzania. Wengi wanaweza, lakini baadhi ya mashabiki wale kindakindaki wale hawawezi kutokana na hali zao za kiuchumi pia, kwa sababu nafahamu wale ni mashabiki ambao huwa wanategemea kufanya shughuli ndogo za kujiingizia kipato. Kwa hiyo ukiwaambia watoe dola 500, dola 700 ingekuwa kitu kigumu zaidi, lakini kwa sababu amekosa ndege ya serikali, mzee Azim Dewji amewaomba mashabiki ambao wana uwezo wa kuweza kuwa na dola 750, wale ambao watakuwa na uwezo wenye dola 750 watapata usafiri wa ndege ya moja kwa moja, kwa maana ni Egypt Airlines. Ni ndege ambayo moja kwa moja na Misri, kwa maana kwenda na kurudi kwenye dola 750 ni kama around bilioni 1.9 na kitu. Kwa hiyo around milioni 2 hivi kwenda na kurudi, ambapo kwenye hiyo dola 750 ina maana hapo kutakuwepo na chakula, malazi pamoja na usafiri wa ndani. Pale tu ambapo pindi ya ndege inatua Misri, moja kwa moja mtatolewa pale airport hadi hoteli, na mtatolewa hoteli hadi airport siku ya kurudi pia. Kwa hiyo utaona namna ambavyo kupitia dola 750 itakavyoenda kufanya kazi, kwa maana itakusupport wewe katika mambo yako yote. Yani unasafiri moja kwa moja kule, unachukuliwa airport, unapelekwa hoteli, utapata chakula, utalala hivyo, na siku ya kurudi hivyo. Kwa hiyo dola 750 itakufanya wewe uweze kukidhi mahitaji yako yote pale ukiwa nchini Misri. Sasa amesema mzee Dewji kama kuna shabiki ambaye anawiwa kusafiri kwenda kuishangilia Simba, ambapo mechi ya Simba na Al Masry itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 4, kwa maana Aprili 2. Kwa hiyo kuna kuwepo na hiyo mechi, ambapo kama watu watahitaji basi haraka sana iwezekanavyo, mzee amesema anaweza akawasaidia. Kama mkihitaji mawasiliano yake nitawasaidia pia. Amesema atawasaidia ili muweze kuwasiliana moja kwa moja kupata urahisi wa kupata hiyo safari. Hakikisha tu na passport yako, ili pia hakikisha una uhakika kupata visa mapema kabla ya mechi ili upate nafasi ya kusafiri. Kwa hiyo ukihitaji pia utaniambia hapo chini ili niweze kukusaidia namba ya mzee Azim Dewji, ili basi aweze kusaidia na agent wa ndege ya Egypt Airlines. Bana, taarifa iko hivyo. Lakini pia mimi mzee wa Friji Bovu, wadau wengi sana waliwiwa na wakasema kwamba wako tayari kunisapoti niweze kusafiri kwa ajili ya kwenda kuwaletea updates za mechi hiyo, na wengi wali opt hapa kwenye channel hii. Wengi wakisema bwana, mzee wa Friji Bovu unapaswa kusafiri, mzee wa Friji Bovu unapaswa kusafiri kwa ajili ya kuletea matukio live ukiwa kule nchini Misri na mambo kama hayo. Niwahakikishie nilikuwa na uhakika 100% kusafiri kutokana na ndege hiyo ambayo tayari ni ndege ya serikali ambayo tulishaanza kupewa uhakika kwamba ndege hiyo itakuwepo.
na mimi ni miongoni mwa waandishi ambao tayari niko kamili gado kwa ajili ya kusafiri, na nilishapata taarifa kwamba wananihitaji kusafiri na ndege hiyo kama ingetokea, na nilishaandaa kila kitu, kwa maana passport yangu nilishaweka kila kitu sawa kwa ajili ya hiyo safari. Lakini mara baada ya taarifa hiyo kukosa ndege, sasa narudi sasa kwa wadau wangu ambao wako Tanzania, wako nje ya Tanzania, na wanatamani pia mzee wa Frigibov kusafiri kwa ajili ya kwenda kuwaletea updates tofauti za kimichezo, na mnatamani zaidi nikawaletea yale ambayo yanajili uwanjani. Safari ya kuanzia airport mpaka Egypt, hali ya hewa, mandhari ya huko, lakini pia na namna ambavyo Simba watakavyoenda kucheza, na historia kwa ujumla ya kocha timu ya Al Masry na Simba, na mashabiki wa kule Misri wanaisemaje Simba, wanaelezea vipi Simba na mafanikio yake. Kwa watu wengi wanatamani sana niende. Sasa mimi nawaomba leo muweze kunichangia kile ambacho mnawiwa kunichangia. Inatakiwa $750. Kwenye $750 mahitaji mengine ambayo wamesema mengi yatafanyika kule, na mimi pia nahitajika kupata $750 haraka iwezekanavyo, ili kesho nipeleke hizo pesa na moja kwa moja nipate visa kwa ajili ya safari. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anapenda sana Frigibov na anapenda sana channel hii na amekuwa akifuatilia kwenye taarifa zetu nyingi sana za kimichezo, mara zote mmekuwa mkisupport, na mimi pia nikiwaletea updates ambazo hamwezi kuzipata popote, zile za usajili, taarifa za uchambuzi mara baada ya mechi, kabla ya mechi nimekuwa nikifanya hivyo. Sasa kama kuna mtu ambaye ana nafasi ya kunisaidia kunisupport kidogo, anaweza akanisupport kwa namba ambazo nitakutajieni hapo. Namba hizo utaziandika, ni namba ambazo unaweza ukafanya chochote kile, na nitaziweka pia hapo juu kwenye channel, ili basi uweze kuzichukua na kuchanga chochote kile ulichonacho. Kuna rafiki zangu wako Marekani, kuna rafiki zangu wako USA, kuna rafiki zangu wako Ufaransa, kuna rafiki zangu wako Oman, kuna rafiki zangu wako Saudi Arabia, kuna rafiki zangu wako Spain na kwingineko duniani kote. Kuna rafiki zangu wako Misri, kuna rafiki zangu wako Kenya, kuna rafiki zangu wako Mozambique, wengine wako Zambia huko, wengine wako Kongo, wengi sana wako hapa Tanzania, Mwanza, Tanga, Arusha, Dodoma na mikoa yote hiyo, Mbeya. Wengi wanafuatilia na wanapenda sana Frigibov. Basi ili kuweza kupata hizo updates, hebu pambana. Unaweza ukachangia chochote kile ulichonacho, alafu mimi nikajiandaa na hiyo safari. Cha msingi ni mapema sana kupata hiyo visa ili kuweza kupata hiyo safari, kwa sababu tuko nyuma ya muda kweli, na tulikuwa tumeamini kwamba ndege itakuwepo, lakini kwa sababu ndege imekosekana hatujafanya process ya visa. Kwa hapa tunavyozungumza, hela ipatikane, visa itafutwe ili safari hiyo iwepo. Ingawa kuna watu ambao tayari wameshaanza kusema bana, mimi niko ndachanga, lakini na wewe pia ambaye unatamani sana kupenda Frigibov na unapenda kazi yangu, unaweza ukachanga hapo ili mambo yawe sawa sawa. Hiyo ni ya kwanza. Namba ambayo mnahitaji sasa hivi kwa ajili ya kutuma, kuna namba ya M-Pesa, ya M-Pesa ambayo hii hata ukiwa Marekani, ukiwa nje ya nchi, kwa maana ukiwa Marekani, ukiwa USA, ukiwa popote pale, hii M-Pesa unaweza ukatuma vizuri sana. Na kutajia hili kwa wale walioko nje ya nchi ni 0763229184. Unaweza ukatuma hapo 0763229184. Hii ni namba ya M-Pesa, ambapo huko ulipo unaweza ukatuma muda huu chochote ambacho unacho, ili basi kufanikisha hii safari. Narudia namba ya M-Pesa 0763229184. Kwa wale walioko nje ya nchi unaweza kaanza na +255, yani 255 jumlisha 255, alafu ndo unaweka hiyo 0763229184. Kwa walioko Tanzania, unaweza ukatumia namba ya Airtel ni 0688501375, 0688501375. Zote M-Pesa pamoja na Airtel jina la kuja Pasco Lagwen. Unakuta jina pale Pasco Lagwen, unatuma pale, alafu niwe miongoni mwa watu ambao wataenda kuripoti hiyo taarifa. Hawa ni kwa wadau wangu tu ambao wanapenda kufuatilia kupitia channel hii. 0688501375. Hiyo namba pia ambayo unaweza ukanipigia kwa ushauri na kwa chochote ambacho unaweza ukaniambia. Kama uko hapa mjini unaweza ukanishauri chochote, ukanipigia
hata kwa WhatsApp. Hii namba ya Airtel iko kwenye WhatsApp pia 0688 501 375. Tuanze zetu moja kwa moja kwenye mastori. Bana, story kubwa leo hii ni Simba kuingia ubia na kampuni ya Shell, kwa maana kampuni ya mafuta hapa Tanzania, na nimeona ni taarifa kubwa sana, nikasema hii taarifa isipite hivi hivi kwa sababu ni taarifa hakika ambayo haupaswi kukosa. Leo Simba wamefanya jambo kubwa sana ambalo ni la kwenda kuongeza thamani klabu yao, kwa maana kuendeleza kuingiza kipato kwa kile ambacho wanaenda kukifanya. Leo hii wamelaunch, kwa maana wamezindua Simba Wese Ubaya Ubwela, kwa maana Wese ya Ubaya Ubwela. Simba hao wamezindua Simba Wese la Ubaya Ubwela, wakisema kwamba leo hii ni bidhaa mpya ambayo Simba na Lake Energy wameingiza sokoni bidhaa ambayo inaweza kutumiwa na wana Simba na watu wengine, lakini pia ni mpango maalum wa kujitengenezea mapato kwa kufahamu kwamba uhitaji wa mafuta ni mkubwa nchini. Simba Sports Club wameiona hiyo fursa na sasa moja kwa moja wakakubali kushirikiana na Lake Energy ili basi kuweza kuwahudumia wana Simba, lakini pia kuwawezesha kuchangia klabu yao, lakini pia kwa Lake Energy kurudisha kwa jamii. Na kwenye vituo vyote vya Lake Energy kutakuwepo na namba maalum na sehemu ya kuscan, na ukishaweka mafuta yako watakwambia unalipa kwa njia ya mtandao, iweke bank au kwa bank au kwa mitandao ya simu. Huduma hiyo itakwenda kufanya kazi. Bana, nikwambie tu kwamba hii ni taarifa nzuri sana kwa mashabiki wa Simba, kwa sababu watakuwa wakichangia klabu yao, itaendelea kunufaika kiuchumi, kwa sababu watakuwa wakiingiza mapato pale ambapo wanaenda kuweka mafuta, kuongeza mafuta either kwenye bodaboda, kwenye toyo, ama kwenye guta, ama kwenye bajaji, ama kwenye gari, basi utakuwa unaichangia moja kwa moja klabu ya Simba, kwa maana kile ambacho kinaingia pale kuna namna ambavyo unakuwa unaichangia klabu yako ya Simba Sports Club. Na tunafahamu Lake Energy wako nchi nzima kwa sasa. Kwa mashabiki wa Simba wako nchi nzima, wanaweza wakaendelea kuchangia klabu yao hata pale ambapo watakuwa wakihitaji kufanya usajili wa wachezaji wakubwa, watakuwa wanahitaji kufanya maintenance ya kikosi chao, watakuwa wanaweza kupata kwa namna moja ama nyingine kupitia ushirikiano huu wa Lake Energy pamoja na Simba Sports Club. Kwa hiyo kwangu naona ni jambo kubwa, kwa sababu wao wamekuwa wakihitaji wachezaji wengi wakali wenye uwezo mkubwa, wenye quality, lakini wamekuwa wakishindwa mara nyingi sokoni. Vita inakuwa kubwa sana kutokana na uchumi, kwa maana pesa ambazo mara nyingi wanategemea ni kutoka kwa mfadhili wao au mwekezaji wao Mohamed Dewji. Sasa Mohamed Dewji hawezi kufanya kila kitu. Kuna wakati kama club wanapaswa kutumia rasilimali walizonazo ili kuweza kuhakikisha wanapata pesa. Sasa Simba ni brand kubwa, kama wameanza kukubali sasa kuingia ubia na makampuni tofauti tofauti ambapo watakuwa wanapata pesa direct, inakuwa jambo zuri sana, kwa sababu watakuwa na mfuko wa kutosha, kwa maana kibunda kitakwepo, na pale ambapo watakuwa wanahitaji kusajili wachezaji watakuwa simple sana kupata wachezaji. Pale ambapo watakuwa wanapambana sokoni, kama itatokea labda wameingia kwenye vita, mfano kama hii ambayo nilisema mwanzo ya Musa Conte, huyu ni nyota wa timu ya taifa ya Guinea na alicheza pia juzi, lakini pia ni nyota ambaye anacheza CS Sfaxien pale Tunisia. Nimeambiwa wakati Simba wao wakiwa wamepambana mpaka sasa kuhakikisha wanamtafuta na kumpata mchezaji huyo, na mawakala wakiendelea kufanya kazi yao, naambiwa kwamba RS Berkane pamoja na vilabu vingine kwa maana Pyramid nao pia wanahusishwa kumhitaji Musa Balakonte. Sasa kama vilabu vingine vimeanza kuingia pale, inaweza ikawa changamoto sana kwa Simba wanampata nyota huyu, kwa sababu issue ni pesa, na kushindana na vilabu kutokea Afrika Kaskazini inakuwa ni jambo gumu sana kwa Simba. Tunakumbuka Mohamed Zougrana, nyota huyu wa ASEC Mimosas, Simba alikuwa anamhitaji, lakini baadaye RS Berkane wakamchukua. Sasa hivi anacheza zake pale MC Alger. Kwa utaona baadhi ya nyota ambao Simba alikuwa anahitaji. Cesar Lobby Manzoki Simba alikuwa anataka tu Manzoki walikuwa wanataka milioni 400 kwa maana Vipers, lakini Simba alishindwa kutoa hiyo milioni 400. Lakini mwingine ni Victor Adebayo. Adebayo kipindi kile alikuwa kwenye peak sana, anacheza pale katika timu ya taifa ya Guinea, lakini pia Oroya ya pale Guinea. Alikuwa anacheza Union Sportive Gendarmerie, unakumbuka. Simba alikuwa anamhitaji, lakini walishindwa kwenye swala la pesa. Kwa utaona wazi namna ambavyo sokoni wamekuwa wanapata changamoto sana. Kwa hiyo kama wanapata vyanzo vya mapato, wanatengeneza vyanzo vya mapato kwa njia tofauti tofauti, hili ni jambo la kheri sana. Cha msingi ni mashabiki wa Simba nchi nzima kuendelea kutumia kampuni hii, kwa maana Lake Energy, kwa maana wakifika Shell wanajaza mafuta
na mzigo moja kwa moja pia Simba anakuwa anapata kitu pale kupitia sheri hii, na huu ni mkataba ambao ataenda nao kwa muda mrefu kweli kweli, na mambo mazuri sana hayo, na nikiamini ya kwamba kama wataendelea kufanya hivyo basi Simba anaweza kufanya vizuri sana, na hata baadaye wakaamua kujenga uwanja wao sasa wa mpira wa miguu, kwa sababu pesa watakuwa wanaingiza, na kama kuna ubunifu wa mtu mwingine tena anaweza kupeleka ubunifu huo. Na hapa lazima tumpongeze CEO wa Simba mwanamama yule Zubeda, kazi anaifanya nzuri sana, na leo nilimuona kwenye uzinduzi alikuwa pale. Idea ndo kama hizi, wanaleta ideas na implementation inafanyika, mambo yanakuwa sawa sawa. Tukiachana hilo, bwana, taarifa ambayo ni muhimu sana nikaona pia nikupe ni kuhusiana na taarifa ya dabi ya Kariakoo hatimaye imemfikia hadi kiongozi wa juu kabisa wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, kwa maana waziri sasa wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Taarifa imemfikia, na nikukumbushe tu kwamba serikali imewaita TFF, bodi ya ligi, Simba na Yanga kutafuta suluhu ya dabi. Sasa hii ni taarifa ambayo napaswa kuifahamu. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi amepanga kukutana na viongozi wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB, lakini pia klabu ya Yanga na pamoja na klabu ya Yanga ili kutatua mgogoro unaoendelea kusogezwa mbele kwa mchezo wao wa ligi kuu bara dhidi ya Simba. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu Machi 24, 2025, kikao hicho kitafanyika Dar es Salaam Alhamisi, na maofisa kutoka Yanga, Simba, TFF na bodi ya ligi wamejumuishwa na kujulishwa pia kwamba watahudhuria katika kikao hicho. Hiyo ni kesho kutwa hiyo. Na taarifa inasema ni kweli tutakutana na Waziri Kabudi kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo pia kusogezwa mbele kwa mchezo wetu dhidi ya Simba. Tumepokea barua na tutahudhuria, amesema ofisa mmoja wa Yanga aliomba jina lake lisitajwe katika hilo. Lakini pia katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Gerson Msigwa amethibitisha kikao hicho kitafanyika Dar es Salaam kikiongozwa na Waziri Kabudi. Msigwa pia ameelezea maofisa wa Simba watashiriki katika kikao hicho. Mchezo huo ambao ulikuwa umepangwa kufanyika Machi 8 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa uliahirishwa baada ya Simba kudai makomando wa Yanga waliwazuia kuingia uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na gazeti la Mwananchi. Sasa bwana, watu wengi wamekuja na maswali mengi sana kwamba inakuwaje kwamba serikali sasa wameamua kuingiza jukumu hili. Swala hili wameamua kulivalia njuga serikali. Nakumbuka FIFA hawaruhusu masuala serikali kuingilia masuala ya kimichezo. Lakini kama hapo umesikia vizuri, sio kwamba serikali imeingilia masuala ya michezo. Ni viongozi wameomba suluhu ipatikane. Sasa kama viongozi wa vilabu wameomba suluhu ipatikane na serikali ipo hasa katika Wizara ya Michezo, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, hii inadili na masuala ya michezo. Kwa hiyo hapa unahitaji Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Hii ndio inapaswa kusimama kidete kuangalia kitu gani ambacho kimefanyika. Hii sio kuingilia. Kuna watu wanaenda against na hii kauli na hii taarifa kwamba inakuwaje serikali inaingilia masuala ya michezo. Lakini to me, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inaratibu na kusimamia shughuli zote za kimichezo. Sawa. TFF yuko pale kwa upande wa shirikisho la mpira, lakini jambo ambalo linaweza kuwa tofauti na linashindikana, kwa maana sasa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inahusika, kwa sababu hapo waziri wa michezo atahusika, naibu waziri, lakini pia katibu wa Wizara ya Michezo. Hao ni watu tu wa michezo ambao watahusika. Kina Neema Msita kwa upande wa BMT, wao pia watahusika kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho kinaendelea. Sasa watu wanavyosema kwamba wa FIFA wamezuia serikali kuingilia, kumbuka hii ni Wizara ya Habari, Michezo, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa hiyo mimi naona ni jambo zuri na tunasubiria kuona kipi ambacho kitafanyika. Lakini kama unakumbuka kauli yangu mimi nilikwambia kwanza awali kabisa kwamba Yanga ni kama vile wanampigia mbuzi gitaa na hachezi. Dabi itachezwa hii, nilisema iwe mvua iwe jua. Dabi ina maslahi mapana sana kwenye nchi hii. Dabi ina maslahi mapana sana kwenye taswira ya mpira wa nchi hii. Dabi ina maslahi mapana pia katika kuingiza mapato hasa kwa upande wa serikali, lakini pia dabi hii ni tunu ya taifa. Kwa hiyo huwezi ukaiepuka eti kuicheza dabi. Kuepuka dabi ni kitu kingine cha tofauti sana. Lakini mwisho wa siku niliwaambia Young Africans wao wanadai pointi 3 za mezani. Pointi 3 haziji kwa namna ambavyo wanazitaka, kwa sababu lazima utaratibu ufuatwe. Kwa maana hiyo kwamba
Hiki ambacho kinatokea, viongozi wa Yanga sasa ndio watapaswa kujiuliza kwamba kile ambacho walikizua awali kwamba hawatacheza, hawatapeleka timu itakuwaje. Ndio fahamu kwamba nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria na taratibu. Hii mechi itachezwa na tarehe itapangwa. Na tunafahamu mara baada ya kikao hicho wote wameitwa, wa Simba atakuwepo pale, wa Yanga atakuwepo pale, TFF na bodi ya ligi watakuwepo pale. Kwa maana dabi itachezwa pale. Mwarobaini wote ni Alhamisi hii. Dabi itachezwa na tutajua nani ni nani kwenye mechi hiyo. Kuna watu wanasema FIFA wanahusika vipi na siasa. Hii sio siasa. Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo wako kwa ajili gani? Kwa nini mnakuwa mnawapenda katika mambo mengine kwa maana wawasupport mambo mengine, sijui bondia fulani amekwama nje ya nchi, Wizara ya Michezo inatakiwa itoe pesa, sijui timu ya taifa imeshindwa kusafiri, Wizara ya Michezo inatakiwa ifanye hivyo, sijui kazi fulani imekuaje, sijui BMT pamoja na Wizara ya Michezo wanapaswa kuangalia. Lakini inapofikia jambo kama hili na hamtaki serikali ihusishwe katika masuala ya michezo. Lakini fahamu ya kwamba Profesa Kabudi pamoja na naibu wake mwana falsafa kwa maana Hamisi Mwinjuma wote wana michezo, kwa hata wao pia wana haki ya kwenda kuhoji. Wao wanawaita ili kuhoji kipi ambacho kimepelekea dabi kushindwa kuchezwa, sababu zilikuwa zipi, sababu zinamwagwa pale, na ikishindikana hapo sasa Yanga ndio wanapaswa kwenda FIFA. Nilisema awali bado bodi ya ligi hawajamaliza kufanya upembuzi yakinifu. Bado TFF hawajatoa tamko lao. Yanga wanakimbia kasi kufanya nini? Kasi ukifika utaulizwa maswali. Okay, waamuzi walikuwepo wote? Hawapo. Na je, mechi ilikuwepo au vipi? Mechi iliahirishwa. Okay, kipi kilipelekea? Yani kuna maswali mengi ambayo ungepaswa kuulizwa. Kwa hiyo mimi nafahamu mara baada ya suluhu hii kupatikana, mechi ya dabi itachezwa na itachezwa kabla hata ya msimu kuisha. Kwa hiyo kwangu nafikiri jambo zuri sana kwa sababu kwa mustakabali mzima wa ligi yetu, lakini pia na dabi yetu yenyewe. Endelea kusubscribe hapo, gusa alama kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu. Ukisha subscribe hapo, like, comment, lakini usisahau pia kugusa pale alama kengele ili upate notification kwa ajili ya taarifa zetu hizi kede za kimichezo. Najiandaa kwa ajili ya Misri mara baada ya mchango wako. Ukinitumia mchango hapo, chuma kinaelekea zake Misri kule ambako najua hakutakuwepo na mabausa. Hakutakuwa na mabausa pale. Subscribe, like, comment, share, lakini pia usisahau kugusa alama kengele, notification utakuwa unaipata na taarifa zangu kwa uzuri sana. Nikutakie usiku mwema usiokuwa na bughudha. Mwenyezi Mungu akujalie. Lakini ikifika saa 5 usiku nitatangaza mechi ya Stars pamoja na Morocco live kabisa saa 6 zile na nusu. Saa 6 kamili nitakuwa live na kutangazia mechi ya Morocco dhidi ya Taifa Stars kufuzu World Cup, kwa maana qualify World Cup 2026. Kwa stay tuned hapo kwenye channel yako ya Mfalme wa Soka. Hii mechi nitaitangaza live. Wherever you are, utakuwa ukipata matangazo ya moja kwa moja huko ulipo, utakuwa ukienjoy. Utakuwa unasikia tu Msufa amefanya balaa zito. Saa 6 usiku natangaza hiyo mechi. Kwa usiondoke hapo, usibanduke hapo, kaa hapo. Leo silali, macho yangu ni makavu kulikweli. Saa 6 tukutane hapa, mechi kati ya Stars ambao watacheza dhidi ya Morocco. Pale Morocco moto utawaka hapa. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.